Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta ninayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na miujiza ya mti huu unayefahamika kwa jina la mwengele. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana na una kazi nyingi sana. Mti huu kazi yake huwa unatanda juu ya miti, sawa Na ukitanda juu ya miti unakuwa unafunga, hata ule mti uwe mkubwa vipi unaweza ukafungwa na mpaka usionekane, ukaonekana mti huu wa mwengele. Na mwengele huu unatanda mpaka chini vile vile, sawa Wale magwiji wa Tanga, wale waganga wakuu wa Tanga wanaofahamu vizuri sana mti huu. Nikizungumzia magwiji namaanisha wale madaktari bingwa wa Tanga wanaofahamu vizuri mti huu wa mwengele, sawa Je, mti wa mwengele unaufahamu wewe? Miujiza yake unaifahamu na kazi zake unazifahamu? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kumdondosha mchawi au kumwangusha mchawi atakayepita katika nyumba yake, sawa Njoo chukua majani ya mti wa mwengele ambayo yametanda kwa juu. Chukua na majani ambayo yamepita kwa chini. Majani ya mti wa mwengele na maanisha unaenda kudhibiti au kutengeneza kinga ya kuzuia uchawi wa juu na uchawi wa chini. Wale wachawi wanatembea juu na ungo unawadhibiti uchawi wao usifanye kazi, na wale wachawi wanatembea kwa chini unadhibiti uchawi wao usifanye kazi, sawa Utapokuwa umechukua majani ya mti wa mwengele na vijiti vyake kama vilivyo vikamba vyake hivi vya juu na chini, nenda katuange upate unga, upate usembe, sawa Baada ya hapo sasa, nenda katika nyumba ambayo watu walishahama miaka mingi sana. Kwa kama utakuta kinu au utakuta ule mtwangio, uibe uchukue, kuangua pale katika ule mtwangio ambayo watu wanashika, utaona zile alama, twanga upate ule unga, au katika kinu kuangua kwa ndani ya kinu, pata ule usembe wake, sawa Unapokuwa umepata usembe wake, changanya na usembe wa majani ya mti wa mwengela na mti wake ambao ulitanda juu pamoja na chini, sawa Nyumba inakuwa ina pembe 4. Tengeneza azma iridhi, tafuta kichupa cha plastiki, dumbukiza kile kiazma, funga na kifuniko, zika katika pembe 4 za nyumba yako, sawa Afu azma nyingine ya 5 nenda kazika katikati ya mji wako. Hakika hakuna mchawi ambaye atakayeingia katika nyumba yako, mchawi wa chini na mchawi wa juu, na akipita juu na ungo atadondoka pale na atanasa. Haya ni maajabu ya mti wa mwengele. Mti huu pia ukitengeneza kinga ya kujichanja katika paji lako la uso, basi hakika hakuna mchawi wa kukuloga. Lakini uchanganya na kinu, aidha lile gamba la kinu, aidha gamba la mtwangio, ukajichanja kama ni kinga, basi hakuna mchawi wa kufanya nini, wa kukuloga wala kukudhuru. Na pia kwa yule mtu ambaye amefanyiwa sihiri, amefanyiwa uchawi sugu ulioshindikana, yani amelogwa mpaka kutembea anashindwa, yani amelogwa na maradhi mpaka kunyanyuka anashindwa, aidha ameparalyze, aidha amepata stoku, aidha amefanyiwa sihiri ya uchawi wa mapepo machafu, mizimu ya umaskini, mizimu ya kishetwani inamwandama, yani amekuwa kama taira au chizi, sawa Chukua majani ya mti wa mwengele ya juu pamoja na ya chini, nenda katafute mti, na maanisha mmea wa mti wa mtwintwi, na wenyewe kazi yake huwa unapenda kutambaa sana. Kwa wale wanaelima mahindi kwa chini, ule mtwintwi uchukue majani yake, tuanga kwa pamoja na majani ya mti wa mwengele wa juu pamoja na chini kwa pamoja, upate dawa ya aina moja, upate usembe, sawa Baada ya hapo sasa, nenda kachukue na mavi ya kondoo, yani mchinje kondoo, chukua yale mavi yake ya ndani yakaushe. Utapokuwa umeyakausha, ponda upate usembe au changanya kwa pamoja.
Ukiona haiwezekani, choma upate ule usembe wake, sawa Atakapokuja mgonjwa kwa wewe mganga, mgonjwa aliyeshindikana kupona, amefanywa uchawi sugu uliyeshindikana, unataka huyu mgonjwa anyanyuke, afe kwa idhini ya Allah, asife kwa idhini ya mizimu, asife kwa idhini ya mapepo machafu, asife kwa idhini ya uchawi wa kibinadamu na wa kijini, sawa Mpe ule usembe, mlambishe, anywe kutwa mara 3 wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Hakika lazima atapona. Na hata kama alikuwa amechukuliwa vimvuli vyake vyote vya kichawi, amechukuliwa vimvuli vyake, anatakiwa kufa, basi hakika atapona na hawezi kufa. Ni kinga kubwa sana, na yale maradhi yatatoka tu ghafla. Haitochukua siku 14, anywe kutwa mara 3 kwa muda siku 14, atapona yale maradhi. Kama alipata stroke, atapona stroke, atanyanyuka. Na kama alipata maradhi ya ukichaa, ule ukichaa utaisha. Na kama alilogwa au ni mtu wa maradhi tu, mtu amekonda, utafikiri ameathirika wakati hana HIV, yale maradhi yatatoka. Haya ni maajabu na miujiza ya mti wa mwengele pamoja na mtwintwi. Mti huu na mambo mengi sana. Ukihitaji kuwa mtawala, yani umtawale mtu, sawa, chukua majani ya juu na ya chini, sawa na maana watu wa hali ya chini na watu wa hali ya juu. Ponda upate unga wake, ile azma, shona iridhi kupitia kitambaa cheupe, alafu unafukiza udi kutwa mara 3, tembea nao katika wallet yako. Watu watakutii na watakuheshimu na utawatawala watu. Hata akija mfalme unaweza ukamtawala katika hoja. Hata ukiwa mahakamani unaweza ukawa na hoja. Hata ukiongea ujinga, basi yule mtu ambaye unapingana naye katika hoja anakuona unaongea vitu vizito, atakuwa anatetemeka, atashindwa kukupiga maswali. Kama una kesi utashinda, na kama una vita, unataka kuwa na kibali, ukizungumza kila kona dunia watu wakuogope na wakutii, watu watakutii, na wakikuona tu hivi wanatetemeka. Kweli mtawala amefika. Kwa leo mimi naomba niishie hapa, ridhika na hiyo faida. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Na pia kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali, za kukupa mvuto wa kupendwa kila kona dunia utakayopita. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za mimea pamoja na miti kwa tiba pamoja na dua, na kujifunza elimu za kiroho au kwa tiba? Usisite kunitafuta Daktari Musa kupitia namba +255784120,592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba subscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa.
wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, insha Allah biidhnillah.